Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Zaidi wiki hii tangazia mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya JKT Tanzania, mchezo uliopigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Pamoja na mashabiki wa Yanga wakiamini kikosi chao kitatetea ubingwa wa makombe yao. JKT Tanzania dhidi ya Young Africans Sports Club. Hapa ni knockout game. Mei 16 Young Africans walishuka katika dimba la Meja Jenerali Samuyo dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB, huku wakiibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mabao ya mchezo huo yakiwekwa kimiani na beki wa timu ya JKT Tanzania Hassan Wahibi baada ya kujifunga dakika 33 ya mchezo wakati akiokoa cross ya Shadrack Boka. Tazama pasi tamu sana ya Zizo Agricos Bodansa. Shadrack Boka akaweka pressure kubwa. Hatimaye JKT Tanzania wanajifunga bao, ni on goal. Hassan Wahabi ni on goal baada ya pressure kubwa ya Shadrack Boka. JKT wamejiamulia kujifunga, Wahabi chini anagaragara tu pale. Baada ya bao hilo, wananchi Yanga bado walikuwa hapo kwenye kiwango bora, huku dakika 39 ya mchezo Mudathir Yahya Bas akifunga bao la pili baada ya kupokea pasi kutoka kwa Pacome Zouzoua. Hamjambo, hello, wameshapigwa chuma ya pili. Dube aliweka pasi nzuri sana, ikamkuta Bodansa profesa mpira, akakalkuleti hesabu zake vizuri mno. Ametumbuiza Mudathir Yahya Bas, bila shaka alipozaliwa siku ya kwanza tu na kulia nga, wakamwambia go and play football, nenda kacheze mpira. He was born to play football. Ni Mudathir Yahya Bas. Hawa ni wananchi. Hello Team Dume. Anapenya kwa Mohamed Bakar, off target. Aliachia mkwaju mmoja wa moto kwa kweli, lakini umekwenda nje. Ya kwa haraka Zouzoua, kazi nzuri ya Mudathir pamoja na Dube. Mudathir Yahya inawekwa katika nafasi leo, tunamtoka weka ndani, mpira kwenda nje kule. Ilipenyezwa pasi na Mudathir kaguswa na Okelo, akapata second ball, mpira umekwenda juu. Hiyo hapa alicheza Chalamanda, alikontrol kwa usahihi sana boli ile. Alan Okelo star boy, baada ya jaribio la Max Zengeli, look at the way akapiga ni Okelo, ni kona fupi. Zengeli weka cross ndani kule, Boka kwenda kula mtambao wa panya ile pale. Aliogelea kweli kweli Ramadhani Chalamanda, anajaribu kuweka ndani kule. Mwamuzi anasema twende, weka mpira mwingine tena kule, bado yaondoka. Sink anaondosha Frank Sink, anajaribu kuweka ndani kule. Mwamuzi anasema twende, weka mpira mwingine tena kule, bado yaondoka. Sink anaondosha. Kuona huyo Peter anajaribu kuweka njiani, inawekwa cross ndani kule. Zingine kwenda kucheza mpira, mwamuzi anasema twendeni. Hii mechi ya kiume ilikuwa ni cross nzuri. Jigijara akapambana. Teps Evans, mfundi wa mpira. Dep anakanyagiwa tena, ana control. Mudathir, bado mpira hujaondoka. Si maoni binafsi, ni objective opinion, ni facts ambayo haiwezi kubadilika. Unataka au hutaki, umependa au upendi. Na wakisema wamefanikiwa kucheza michezo hiyo bila kupoteza, ni kwa sababu ya ubora wa kikosi chao. Ni objective opinion, sio subjective. Ni uhalisia ambao hawezi kubadilika. Wamekuwa na uwekezaji mkubwa wa wachezaji wazuri,
kwa muda mrefu. Ni Yanga wanakwenda nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amewapongeza wachezaji wao kwa mchezo mzuri, huku akisema lengo lao katika michuano hiyo ni kutetea taji lao walilolichukua msimu uliopita. Sisi tuna malengo ya kutetea ubingwa wa kombe hili la shirikisho, na ukishakuwa na hayo malengo kutetea ubingwa, hautakiwi kuwaza unakutana na nani kwenye njia yako, unawaza unakwenda kuchukua vipi taji lako. Kwa hiyo sisi, angekuja Azam, angekuja Mashujaa, angekuja timu yoyote, tuko tayari kucheza nayo, kwa sababu malengo yetu sisi sio hizo mechi. Malengo yetu sisi ni kwenda kutetea ubingwa ambao tuko nao. Tunaamini utakuwa mchezo mzuri, mchezo wenye mvuto, quality ipo kwa timu zote mbili. Watakao kuwa bora siku hiyo, ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atujalie tuwe sisi bora, kupata matokeo mazuri, alafu tutadumbukia hatua ya fainali. Kwa hiyo malengo ya Young Africans ni kuchukua ubingwa tena wa kombe la shirikisho. Hatuna option nyingine, ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kama amekuja Azam mbele, alhamdulillah, tutakwenda kuzima naye na tutakwenda kutafuta yeye ambaye anakwenda kwenye hatua ya fainali. Kwa upande mwingine, Ali Kamwe ameendelea kumsifia nyota ya kikosi hicho Pacome Zouzoua kwa kiwango bora alichoonyesha dhidi ya JKT Tanzania. Kwanza ukimtamka Pacome kwa wakati mwingine na uwaambie na watu wengine, lazima uanze kutamka neno profesa. Haikuwa bahati mbaya. Profesa Pacome Zouzoua. Mechi ya JKT ni kama aliichukua hivi kwenye mikono yake na akasema hii mechi najiamulia mambo. Ushasikia msemo wa mtu kujiamulia mambo? Ndio Pacome alichokifanya, kwamba alijiamulia kwamba hii mechi sasa na kwenda kuimaliza. Lile goli la kwanza ukiitazama vizuri, baada ya kureceive mpira alikuwa anaangalia eneo ambalo yao yupo, lakini brain ambayo imempa profesa ikamuona Shadrack Boka anakimbia kwenye eneo, akautia kwenye eneo ule mpira, akiwa anaangalia huku akautia mpira kwenye eneo la huku. Sio tu Wahabi, beki yote duniani kwa ile move ya Pacome kuswitch mpira, kisayansi lazima ubongo utakuwa umecheza. Kama unakwenda huko afu unarudishwa huko, lazima utajifunga kwa sababu ya maarifa ambayo profesa yuko nayo. Sasa liangalie goli la pili. Wakati anapiga 1-2 na Prince Dube ame drop deep. Hizi ni lugha za kimpira hizi. Dube ame drop deep pap, afu akampa 1-2 uwanja mzima wa Isamuyo. Na watu walikuwa wanafuatilia live kupitia Azam TV walikuwa wanapiga kelele, piga kwa yao. Yaani ile eneo lilikuwa liko wazi. Wewe kwa yao. Profesa akawajibu watu kwa vitendo kwamba angekuwa mchezaji mwingine tu angepiga kwa yao. Kwa sababu mimi ni profesa, hii pasi haiendi kwa yao. Akili tena ikadetect kuna Mudathi anafanya move, anafanya run kuingia kwenye eneo la katikati pale pale. Pacome kaangalia huko kwa yao, akaitia ndani kwa Mudathi anakimbia 1v1 na Chalamanda, anafunga near post, moja ya goli bora kabisa kwenye mashindano haya. Goli ambalo alihitaji mchezaji kujirusha kama na sarakasi, anahitaji brain, mpira kupita kwenye njia, kama ambavyo Pacome alisoma magoli yote mawili, njia za mpira, njia za magoli ziko wapi. Ni moja ya goli bora sana, na hili linahitaji watu wenye akili kubwa kukuelezea kwamba hili ni goli bora, kwa sababu akili kubwa imetumika kuona njia za kwenye mpira. Kwa hiyo kiwango cha Pacome kwenye mechi ya robo finali ni kiwango ambacho ametuhakikishia wanayanga kitakuwa back to back kwenye mechi za ligi zilizobakia na mechi mbili ambazo tunazo za kombe la shirikisho. Na pia Ali Kamwe amesema baada ya zoezi la utiaji saini kati ya Yanga na GSM wiki iliyopita, sasa ni rasmi mchakato wa ujenzi umeanza, huku timu ya wataalamu ikiwa inafuatilia vibali vya ujenzi. Mimi ndo msemaji pekee ambaye Azam TV mkija kutuhoji wasemaji, baada ya nukta ya mpira kuna nukta ya uwanja, ambao peke yangu ndio nazungumzia mradi wa uwanja. Wengine wanaweza kuzungumzia miradi mingine. Mfano kama ndugu yangu Hussein Diego kule Coast, baada ya mpira anaingia kwenye Baikoko, hana shughuli nyingine ya kuzungumza. Mimi nazungumza stadium. Sasa ikifika muda wa stadium ikikupendeza, muwe mnanitambulisha kama engineer Ali Kamwe, kwa sababu tunaingia kwenye miradi ya uinjinia sasa hivi. Kwenye usemaji na kuwa mwenyekiti, ukiswali la uwanja tu niulize kwa title ya engineer Kamwe, unaonaje jambo la uwanja? Sasa kama engineer Kamwe, naomba nikujibu kwamba mradi wetu wa uwanja ambao tumesha saini makubaliano pale ya ushirikiano kati ya Yanga na GSM
na jambo lilikuwa wazi, kila mtu kaona. Mradi umeanza siku ile ile baada ya kusainiwa, na hatua zinazoanza pale ni hatua za kutafuta vibali sasa vya kuanza ujenzi. Siku ya Ijumaa tulisign, alafu Jumamosi, Jumapili pakawa pana off. Jumatatu ambao ni leo, timu yetu ya wataalamu imekwenda kupatia vibali. Wakati huo huo kuna timu nyingine ya wataalamu imekutana kutengeneza kampuni ambayo rais wa klabu alisema pale ambayo itakuwa ina own uwanja wenyewe. Kampuni hiyo itakuwa na board of directors kutoka Yanga na kutoka GSM. Sasa tukishamaliza hiyo process, vibali vimekuja, graders zinaingia pale. Kwa hiyo mchakato unakimbia. Niliwaambia siku ile mchakato huu ambao anautaka boss GSM anataka ukimbie kwa speed ya Kipchoge, yani uwe hivi. Kila siku kuna jambo linafanya. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga tujiandae. Rais amesema ni miezi 18 mpaka 24 tutaanza kwenda kushuhudia mechi kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Najua hili jambo linaumiza watu wengi, linakwaza watu wengi, linafikirisha watu wengi, lakini ndio hakuna namna tena. Tunaye tajiri bilionea GSM ambaye hana tamaa, amekubali mkataba ambao ni friendly kwetu sisi wana Yanga, na tunakwenda kujenga uwanja. Mwanzo walikuwa wanasema Yanga hawezi kujenga uwanja, waongo. Baada ya kumuona mwanaume Khalid Said Mohamed amesimama mbele yao anamwambia uwanja unaanza, wanabadilisha maneno sasa. Unaanza vipi? Inakuja kwaje? Watulie. Hakuna uwanja Afrika utakao uzidi uwanja wa Yanga kwa ubora isipokuwa uwanja wa timu ya taifa ya Morocco. Peke yake ndio uwanja bora kuliko uwanja ambao Yanga tunakwenda kuujenga inshallah. Kwa hiyo kama engineer Kamwe, naomba niwaambie kwamba jambo linakwenda vizuri na muda sio mrefu tutaanza kuona baada ya shughuli za vibali kukamilika hapa, kampuni yetu kukamilika, tutaanza kuona shughuli pale Jangwani, tukianza kutifua mambo, nikianza kuvaa kile kikofia cha ujenzi, tukiendelea shughuli zetu za kujenga uwanja Jangwani. Unajua msimu tuko busy na ubingwa, tuko busy na uwanja. Naam, nao mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam tawi la Kigogo Ruangwa wamewapongeza viongozi wao kwa kuendelea kusimamia mradi wa uwanja wao ambao utajengwa katika makao makuu ya klabu hiyo, huku wakiamini kuwepo kwa uwanja huo kutaenda kuiongezea thamani klabu yao. Sisi tuna hamu kubwa ya kupata uwanja kwa sababu timu ya mpira ili ikamilike lazima imiliki uwanja, na tutamiliki uwanja kwa timu za Dar es Salaam. Sisi ndio tutakuwa uwanja wetu, sisi ndio huko mjini peke yake. Unaona wenzetu wako Bunju, Azamu wako Chamanzi, ila sisi Yanga Africa tutakuwa pale mjini. Unaona hapa Kigogo, kama tunakwenda kuangalia mpira unatembea kwa miguu tu, yani jirani mno. Alafu ni uwanja ambao utakuwa uwanja wa kisasa kwa sababu tuna rais kijana, benchi lote la ufundi la vijana, isipokuwa mtendaji mkuu ndio mtu mzima. Kwa hiyo mambo ya vijana waga ya halali na hamna kitu kibaya kwa vijana. Kwa hiyo uwanja tunashauku nao kubwa sana, na kwa sababu tumeahidiwa, nafikiri ndani ya wiki hizi utaanza kufanya kazi kwa sababu sasa ni tayari, kila kitu tayari. Sio wenyewe tuna hamu. Yaani leo unavyoona mmetokea Jangwani kuangalia wameshaanza. Sababu tunaamnao sana ule uwanja. Kwa sisi wa kipande hiki cha Mabibo, tunatembea kwa miguu tu kwenda uwanjani. Ila wenzetu wa Bunju lazima pande gari 2, gari 3 kama enda mkoani vile. Ila sisi tunatembea kwa miguu, tuko mjini. Uwanja uko mjini. Yanga Africa uwanja uko wapi? Mjini. Unatembea kwa miguu tu. Machinga muuza nyanya Kariakoo, muuza nguo, si muuza nini, anakwenda kuangalia mpira kwa miguu. Anatembea angalia mpira kimaza hapa na dada enda kwao. Kwa hiyo uwanja wetu sisi ndio uwanja ambao utakuwa uwanja wa mfano, uwanja wa mjini, watoto wa mjini, Yanga Africa. Daima mbele, nyuma mwiko. Mimi shauku yangu ni nzuri sana kuona kiwanja kwanza kimejengwa karibu yetu. Kwanza kutoka hapa hadi pale sio mbali, tunatoka hapa kwa mguu hadi kule. Kwanza tunamshukuru GSM na viongozi wengine kwa kutuwekea kiwanja karibu. Tunawashukuru sana, kiwanja chetu unajua kwanza tutafika mbali. Kwa nahisi na Yanga naye itaongeza juhudi. Kwa nahisi vipigo sasa vitakuwa vingi sana. Na mimi shauku yangu, yani sote nizungumzie nini kutoka maoni mwangu. Kwa sababu nikiangalia tuna miaka 90. Hata kiwanja cha mazoezi sisi hatuna. Sio cha mazoezi sisi hatuna. Kwa hakika sio mpaka utakaokamilika siku tunaanza tukujengwa. Kwa kwamba tunaona dalili zile zinaanza, mabati sio yamezungushwa, sijui vitu mbalimbali vinaanza, pitch inaanza kukaa sawa. Yaani na hakika hiyo furaha yangu na hisi wapinzani wanaweza wakanikuta babani wakanitia makofi. Jinsi ndapokuwa nazungumzia vizuri uwanja wangu. Kwa mimi cha kuomba, naomba kiongozi wetu GSM, Gharibu Said Mohamed bosi wetu, engineer Helsi,
na makamu wetu wa rais Arafati, basi wafanye shauku, wafanye haraka. Sisi mtaani huko tunaambiwa kwamba nyinyi mnafichua maneno tu kwa sababu mmecheza kichapo sio na Dodoma Jiji, ndio watu wanawadanganya kuhusu uwanja. Sisi tunataka tuanze hata kesho kutwa. Hata wakisema mbona kuna kubeba matofali, sisi wengine tunakuja kubeba matofali bure. Yaani sisi tuko tayari kubeba mitofali, kubeba minondo, michanga bure, gharama iwe chakula tutule tushibe. Sisi tunabeba vitu kwa ajili ya kujenga uwanja wetu. Ila ndugu zetu watatupeleka jela uwanja utakapokamilika, na hakika hilo balaa lake. Lakini kingepa nitaomba mashabiki wenzetu basi wakisikia kwamba jamani uwanja unajengwa, tujitolee kwenda hata kushangaa tu kusudi tuwatie hasira wenzetu. Na kingine uwanja utakapokamilika basi sio kama KMC uwanja sio 2000 lakini tunashindwa kujaa. Tunataka uwanja wa 30,000 na kuendelea. Na naomba wanachama tuwe tunakwenda kujaa uwanjani kwetu. Uwanja utakuwa kwetu sio wa mtu. Atakayeingia pale atoki. Ile sio hiyo mtaalamu mpya anajengwa. Mimi nafurahi sana kwa ili hitimisho lililofikia kwa ajili ya kujenga uwanja wetu wa Yanga. Uwanja ukijengwa, kwanza kabisa unaingiza mapato katika klabu yetu ya Yanga, na pia itatusaidia kwa ajili ya kuweza kupata wachezaji wazuri na wenye kuweza kuendeleza timu yetu ya Yanga. Nashukuru sana viongozi, nashukuru sana wadau waliotupatia uwanja, na nashukuru sana kwa ajili ya mwekezaji na mhamasishaji kwa ajili ya kutusaidia kwa ajili kufanikisha hili zoezi la kupata uwanja. Na muomba kabisa mkandarasi afanye hima uwanja utimie kwa wakati. Yanga oye! Kia raha sana ndugu mwandishi kusikia viongozi wetu wa Yanga wamefikia hatua nzuri ya kujenga uwanja pale. Maana kila mwaka tunaambiwa watajenga. Lakini kwa mwaka huu naona kabisa nia na mazumuni kweli ya kujenga uwanja upo, na tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kuongeza nguvu. Mkandarasi wanayempa tenda hiyo achangamke kwa haraka, kwa sababu wenzetu upande wa pili huko wana kiwanja chao Bunju pa cha mazoezi, basi wanatamba sana. Sasa na sisi tunahitaji tupate uwanja sio wa mazoezi, uwanja wa mechi, tena kibidi mechi kubwa tuchezee pale. Kwa hiyo tunaomba mkandarasi anapopewa kazi hiyo ajitahidi ajitahidi kwa nguvu zote, afanye ima ili uwanja wetu uwe mzuri mkubwa, waingie mashabiki wa kutosha, ili tunapoenda sasa sisi pale tunafurahi kwamba mfadhili wetu katufanyia jambo zuri, halijawahi kutokea. Lakini kwa mwaka huu na kwa juhudi anazotuonyesha, basi tunajua uwanja utajengwa na uwanja utakuwa mzuri bora zaidi kuliko wa wenzetu. Shauku yangu mimi ni kubwa sana kuhusu uwanja utakaojengwa na Yanga, kwa sababu kwanza utatuletea manufaa makubwa sana kwenye klabu. Kwa sababu kwanza ukizingatia muda mrefu tulikuwa tuna viwanja, tunafanya mechi zetu na mazoezi kwenye viwanja vyetu, sasa tulikuwa tunanufaisha sana watu. Lakini kwa sasa tutajinufaisha wenyewe kama klabu, na hata kimpira tutakuwa sana kisoka kwa klabu yetu, pamoja na income yani kiufupi. Yani ina maana kwamba tutakuwa tunaingiza mapato makubwa sana, kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunacheza kwenye viwanja vya klabu zingine tulikuwa tunanufaisha watu wengine, lakini sasa tutajinufaisha sisi wenyewe. Kwa upande mwingine, wananchi Yanga bado wanaamini msimu huu wataenda kutetea mataji yao yote walioyatoa msimu uliopita, yani ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Ninachokiongelea mashabiki pamoja na viongozi ambao katika matai mbalimbali, cha msingi sasa hivi tukitaka tufanye Yanga isonge mbele, tuache marumbano, tuache kuazima wachezaji. Katika michuano yote mchezaji anafanya ni mchezaji, huwa kuna kupata na kukosea, na binadamu ana mapungufu. Mimi na hakika Yanga hii naojua mimi kwa sasa hivi tumeteteleka kidogo, na hapa katikati juzi hapa kidogo kuna mambo yaliyoingia, lakini ninachosema kwamba Yanga na uhakika nayo, na likombe tunalichukua, ambapo katika kombe yetu tunapocheza, naomba yani wote tuombe kwa Mwenyezi Mungu, tuombe kwa kila Mkristo Muislamu, tukae tuombe kwanza viongozi wetu waache marumbano, washabiki wetu matai mbalimbali kwenye viongozi, na sisi tuache marumbano kuwa tunanong'oneza wachezaji, huyu afai, huyu amecheza. Je, mbona siku zote mpaka Yanga inataka inachukua ubingwa wachezaji wetu walikuwa wamesimama na tumecheza vizuri? Na hakika dua zetu zitafanya Yanga isonge mbele, na GSM tumpe nguvu, kwa sababu kila siku anakwenda uwanjani. Na sisi mashabiki, timu yetu inapocheza, naomba mashabiki wote tuelekee uwanjani tukaishangilie Yanga.
Yanga inapoteteleka tu sasa hivi tuna pointi ambazo zimebakia 2. Tunachotaka sisi tufanye nini? Tuipe Yanga nguvu na vile vile tushikamane, tuache kusikiliza maneno ya watu pembeni, tuwaombee wachezaji wetu, na hakika Yanga tunachukua ubingwa na uhakika hizo pointi 2. Mwaka juzi tulichukua ubingwa tuna pointi 1. Na sasa hivi tutachukua pointi, tunasonga mbele. Hii ni danganya toto, watoto tulikuwa tumecheza tu kwa danganya wenzetu wapinzani. Lakini tunachosema, akija Azam, akija huyu mwenzetu anasema Singida ni mtoto wetu. Ile si mtoto wetu, akija tunakanyaga. Hatuangalii nani wala nani. Nasema tunaomba Yanga tushinde, tunaomba Yanga tuende katika uongozi kwa sahihi. Tunataka Yanga isidondoke. Mbele, nyuma, mwiko. Yaani sisi sasa hivi ni kujilinda, tusifungwe wala tusidraw. Yaani ni ushindi tu, hamna mechi ndogo wala kubwa. Na wachezaji na yani wasidharau mechi na wasidharau labda kusema hii tunacheza sijui na Singida au tunacheza na Azam. Yaani wakazi, yani kila wanavyoingia uwanjani waone kama ndo kombe liko uwanjani. Sisi tunataka tulinde pointi zetu na tuchukue kombe Jangwani. Sisi tunamtaka Azam tumfumue, afu bado tuna hasira na mai wetu, lazima tukutane naye tena. Lazima yani sisi hatutaki tuliache kombe lolote, hata tuyabebe. Yani heshima irudi Jangwani, kwa sababu wao walivyoona sisi tumepoteza na Dodoma Jiji wakaona tumefeli. Yani hakuna kufeli. Mwaka jana tumefungwa na Azam, tumekuja tumefungwa na ile mechi nyingine, lakini tumebeba kombe. Kwa hiyo hakuna kukata tamaa. Tunamwambia injinia, wachezaji tunaonya, yani wawe kwenye level moja, tusiwatoe mashabiki wachezaji wetu kwenye mchezo kama Mamnyeto ni binadamu, ni sehemu ya makosa, alikosea. Kwa hiyo sisi tupo pamoja, nguvu moja tu, daima mbele, nyuma mwiko, hakuna kupoa. Sio kama sio mabingwa, bali ilikuwa nataka kuturahisishia jambo fulani. Unaona bwana, hatukuipania kama tulivyopania mechi nyingine zote. Hii mechi ilikuwa ni ruzu sana kwa sisi, hatukujipanga kama tunavyojipanga. Lakini hii mechi tunaoanzia kucheza kesho, hii itatupeleka mahala pazuri sana sisi. Ubingwa utakuwa ni mweupe sana kwa sisi. Yaani kuanzia kesho ndio utaonekana ubingwa wetu sisi. Leo tunamwacha leo mtani wetu leo acheze, angalie mwelekeo wake, lakini bado sisi tuko stand by na ubingwa. Kuhusu ligi kuu, kwa historia yangu kukua kwangu toka nikue, Dar es Salaam Yanga Afrika huwa anachukua ubingwa tofauti ya pointi 2-1. Kwa hiyo kwa ubingwa kwa mwaka huu kwa kutetea sina shaka, tunatetea. Mabingwa yani shirikisho pamoja na NBC. Hata wasiwasi sina. Kinachotakiwa ni sisi mashabiki tu tusiwe na maneno yale tunawapotosha wachezaji. Wachezaji wanapata kuyumba. Kwa hiyo mimi nawashauri tu mashabiki wenzangu, tushikamane, ubingwa tunachukua bila wasiwasi wowote. Naam, hii ndiyo Yanga. Timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.